Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wasio Waislamu na wapendwa wote, amani na rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu nyote. Naomba leo mnisikilize kwa makini na kwa unyenyekevu, na hayo nitakayowaambia yawekwe vizuri kabisa mioyoni mwenu. Ndugu wananchi wapendwa, Wakenya wenzangu, katika maisha yetu ya kila siku tunakoseana na kuumizana, na hivyo kubeba maumivu makali mioyoni mwetu kwa muda mrefu. Hakika maisha haya hayakosi majaribu. Kila mmoja wetu hukutana na majeraha ya aina mbalimbali katika safari ya maisha. Majeraha yanayotokana na maneno makali, maneno maovu na machafu yanayochoma moyo, pamoja na vitendo vya kuumiza vinavyoweza kuacha athari kubwa katika maisha ya mtu, na wakati mwingine hata usaliti kutoka kwa ndugu na watu wa karibu tuliowapenda na kuwatendea mema kwa moyo wa upendo na uaminifu. Mara nyingi maumivu haya hukita mizizi ndani ya mioyo yetu, yakigeuka kuwa mzigo mzito unaotulemea. Wakati mwingine hujenga ukuta unaotutenganisha na furaha, kuvuruga mahusiano yetu na kutuondoa mbali na nafsi zetu halisi. Ndugu wananchi, mara nyingi tunajidanganya kwamba kushikilia maumivu hayo ni haki yetu au ni njia ya kujilinda ili tusiumizwe tena. Lakini ukweli ni kwamba kadri tunavyoyaficha na kuyabeba maumivu hayo ndani yetu, ndivyo yanavyozidi kutuumiza. Ni rahisi kulipiza kisasi, lakini jambo bora zaidi ni kusamehe kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Jeraha la moyo, ndugu wananchi, haliponi kwa kisasi wala kwa kubeba chuki na kinyongo. Hupona pale moyo unapochagua kusamehe, kuvumilia, kuachilia maumivu na kuipa nafsi nafasi ya kupata amani ya kweli. Naomba ndugu wananchi, msamehe ndugu yako. Narudia tena, naomba msamehe ndugu yako kama unavyopenda nawe usamehewe na Mola wako. Amani na rehema za Mwenyezi Mungu iwe juu yenu nyote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.